Tofali za blocks hapa ni tofali 3500, lakini pia jumla ya idadi ya bati zinazoenda katika jengo hili hapa ni bati 180, ikiwa na jumla ambao za kenchi 320, na jengo hili lina jumla ya vyumba vinne vya kulala, ikiwa na muonekano ambao ni mzuri sana na wenye kuvutia. Hii kokote tutakapoijenga, heshima inakuja nyuma yake. Na ukiweza kuangalia namna ambavyo jengo limeweza kupangilika kwa ndani na kwa nje, pia ndivyo ambavyo inaweza kuleta muonekano mzuri katika kila upande. Yeyote atakayeweza kutazama basi anaweza kuifanya kuwa nyumba ya ndoto yake. Mpangilio ndo kama ambavyo unaweza kuona hapa. Mbali na kuwa kwamba jengo lina vyumba vinne, pia katika vyumba hivyo vinne, chumba kimoja ni master, chumba kimoja ni self, na vyumba viwili ni single. Humo ndani kuna choo cha public, kuna sebule kubwa, dining, jiko pamoja na store. Na ukiweza kuangalia mpangilio hili jengo umeweza kutoa ukubwa wa kiwanja katika upana wa mita 14 na urefu wa mita 14. Kwa ni jengo limebalance, lakini likiwa na sifa nzuri sana ndani, na vitu vyote vya msingi vipo humo ndani. Katika kitu ambacho ni cha muhimu cha kuelezea hapa ni namna ambavyo jiko limeweza kutengenezwa kwa ukubwa zaidi, kiasi kwamba unaweza kufanya chochote kizuri kinachotakiwa kufanywa jikoni, basi humo ndani unaweza kukifanya na bado mambo yakaweza kwenda vizuri sana. Utofauti kati ya self na master unaweza kudhihirika na kuonekana vizuri sana, kwa sababu katika chumba chetu ambacho ni master kuna dressing room ambayo ni kubwa sana. Hapo utaweka nguo zako zote, viatu vyako vyote, swala lote ambalo linahusiana na kuvaa basi litatakiwa kuishia katika chumba hicho hapo. Lakini pia una choo ambacho haja zako zote zitaishia katika choo hicho hapo ndani humo. Sawa, hapa tunategemea katika eneo ambalo wote utatakiwa kulala au eneo la wazi, ni either uweke kitanda, kochi lako na TV yako na baadhi ya vitu vingine ambavyo vitatakiwa kukaa hapo, lakini sio nguo tena, kwa sababu nguo ziko katika chumba chake maalum kabisa kama dressing room. Na hiyo ndio self, hiyo ndio master bedroom. Lakini kwenye self kuna chumba na choo peke yake. Sawa, utofauti wa self na master ni kwamba master iko na dressing room na self haina dressing room, ina chumba na choo peke yake. Kwa hiyo hiyo ndio tofauti ya master na self katika jengo letu hili hapa. Sijamaanisha tofauti ya master na self kwa ujumla, hapana, kwa sababu master sio tu chumba ambacho kitakuwa na dressing room na choo ndani yake, hapana. Inaweza ikawa na vitu vingine vya ziada ambavyo either ikawa na sebule ndani yake, na sio tu sebule, vitu ni vingi sana ambavyo vikahusisha ndani au vikahusika ndani ya chumba na chumba kikatambulika kama chumba ambacho ni master. Sasa hili hapa siwezi kulizungumzia sana kwa sababu hapa halihusiani na ramani ambayo ninaizungumzia, ila master tulionayo kwenye jengo letu nimeweza kukuelezea vizuri sana, lakini pia na self yake. Choo cha public kipo kati ya chumba ambacho ni single na chumba ambacho ni single. Kumbuka hili jengo lina vyumba single viwili. Kwa hiyo katika vyumba single hivyo viwili katikati kuna choo cha public. Kwa hiyo huduma ya choo kati ya vyumba hivyo viwili iko karibu sana. Kwa hiyo hakutakuwa na namna ambavyo mtu anaweza kahangaika kumaliza haja zake, basi atazimaliza karibu sana, na ziko katikati ya kila chumba na chumba. Lakini pia kuna passage ambayo inaweza kumfanya mtu asiweze kuonekana hasa akiwa anaenda chooni akitokea chumbani. Hii hapa ni veranda ya upande wa jikoni, na ni veranda ambayo inafanya shughuli za jikoni ziweze kufanyika katika upande huu wa nyuma. Umuhimu wa veranda hii ni kwamba hakutakuwa na ulazima wa mtu kupita eneo la sebuleni wakati ambapo watu watakuwa wamekaa wamepumzika, basi anakuwa anapita kwa sababu tu ya shughuli za kuandaa chakula, bali atakuwa anakuja kufanya shughuli zake huku nyuma. Na ukiangalia namna ambavyo design hii ramani, mtu atakayekuwa akiandaa chakula pengine anaweza hata asionekane katika eneo la sebule akipita na vyombo, akipita na nini, kwa sababu kila kitu kimepangiliwa na kila kitu kimepangiliwa katika namna ambayo ni nzuri na yenye kuvutia. Lakini pia kuhakikisha kwamba kila kitu kinakuwa na hadhi yake na kila kitu kinafanya kazi kwa namna yake, kuhakikisha kwamba jengo linakuwa ni la kisasa katika kila kitu au katika kila upande. Muonekano na rangi ambazo nimeweza kutengeneza hapa kwenye hili jengo ni rangi ambazo ni rahisi sana kuzipata. Hata ukiwa unaenda kujenga jengo hili eneo ambalo ni kijijini, bado rangi hizi ni rahisi kuzipata. Sio rangi ambazo utalazimika kuziagiza either mkoa mwingine au hata kuziagiza nje ya nchi. Kwa hiyo unaweza kuona namna gani ambavyo jengo ni nafuu, lakini pia hata bati nazo kwa rangi hii hapa zinapatikana kokote. Kwa hiyo kumbuka, ramani kama hizi na zingine nyingi zote tunaziweka katika mitandao ya kijamii. Lakini pia namba hii ya WhatsApp inaonekana hapo chini. Hii namba inapatikana WhatsApp. Ukitaka kutazama ramani hizi kila tunapoziweka kupitia WhatsApp yako, tutumie message, andika neno niunge kwenye namba hiyo hapo kwa WhatsApp, tutakupatia link uweze kwenda kuangalia ramani zaidi. Karibuni sana, asanteni kwa